Jambo na habari za kuamka wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Na natumaini kwamba mmeamka salama popote mlipo mnapoendelea kufuatilia habari zetu, kutusikiliza na kututizama kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi kama itakuwa ni mara ya kwanza kufanya vile, kututizama au kutufuatilia, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile, una partage. Basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo ya kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi tena za kuaminika vile vile kwa muda muafaka. Basi katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 tutakuletea matukio muhimu au matukio mbalimbali yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan ya vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako waasi wa AFC M23 wanaendelea kupambana dhidi ya jeshi la serikali inayoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile vile tutazungumzia habari pia za waasi wa Twirwaneho Tabara wanaoungwa mkono na AFC M23 wakipambana makundi au wakipambana jeshi la serikali FARDC wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Basi acha tuanze taarifa yetu ya habari kamili za asubuhi ya leo. Karibu. Hali ya usalama katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini imeendelea kushuhudia mabadiliko kufuatia taarifa zinazoonyesha kuwa wapiganaji wa Wazalendo wamefanya mkutano wao wa kwanza katika kijiji cha Kaseke karibu na maeneo ya Ngungu na Rubaya baada ya kudai kuwafurusha au kuwafukuza waasi wa AFC M23 kutoka eneo hilo. Kwa mujibu wa picha zilizosambazwa siku ya Jumamosi tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026, yani siku ya jana, wapiganaji hao walionekana wakikusanyika kwa idadi kubwa katika eneo hilo, wakionyesha kile walichokieleza kuwa ni kurejea kwa udhibiti wao baada ya operesheni za kijeshi dhidi ya AFC M23. Taarifa hizo zinaeleza kuwa wakati wa kujiondoa kwa wapiganaji wa AFC M23 walidaiwa kuacha nyuma masanduku kadhaa za risasi pamoja na silaha mbalimbali. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa huru iliyothibitisha idadi kamili ya silaha hizo wala mazingira halisi yaliyosababisha kuachwa kwa vifaa hivyo. Kaseke ni eneo muhimu wa kimkakati kutokana na uharibifu wake na Ngungu pamoja na Rubaya, ambao ni miongoni mwa eneo yenye shughuli za uchimbaji madini katika wilaya ya Masisi. Kwa sababu hiyo mabadiliko yoyote ya udhibiti wa kijeshi katika maeneo hayo huathiri kwa kiasi kikubwa hali ya usalama, shughuli za kiuchumi na maisha ya wakazi. Licha ya madai hayo, hakuna tamko rasmi iliyotolewa na AFC M23 kuhusu taarifa za kupoteza eneo hilo au kuacha silaha. Hivyo mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hazijatoa uthibitisho rasmi kuhusu hali halisi ya mapigano katika eneo la Kaseke. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa taarifa kutoka eneo la mapigano zinahitaji kuthibitishwa kutoka vyanzo mbalimbali vya kuaminika, kwani pande zote zinahusika mara nyingi utangaza mafanikio yao kwa madhumuni ya kijeshi na kisiasa. Wananchi wa Masisi wanaendelea kuwa miongoni mwa waathirika wakuu wa mapigano yanayoendelea kati ya makundi yenye silaha, hali inayosababisha kuhama kwa raia, kusimamishwa kwa shughuli za kijamii na kiuchumi, pamoja na kuongezeka kwa mahitaji ya msaada ya kibinadamu. Tutazidi kufuatilia maendeleo ya tukio hili na kuwapatia taarifa mpya mara tutakazozipata au mara zitakapothibitishwa kutoka kwa vyanzo vya kuaminika. Tous les militaires, les Wazalendo, personnellement les généraux Noa Machano Chui, ils commandent aussi même cette guerre. Ils viennent de récupérer Kasake déjà, avec Kachovu, toutes les positions là. Voilà les box déjà récupérés. Nous avons récupéré des munitions et les enfants sont en train d'entourer les munitions. Nous n'avons jamais vu même les box. Voilà. Le général est là, en train de commander même la guerre. Courage, les Wazalendo toujours. La patrie ou la mort.
Basi mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, acha tukupeleke huko katika mkoa wa Kivu Kusini ambako taarifa kutoka eneo la Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini zinaendelea kuvutia hisia za wengi baada ya kusambaa kwa video kwenye mitandao ya kijamii inayoonyesha kile kinachodaiwa kuwa mtandao mkubwa wa mandaki pamoja na ngome za kijeshi zilizokuwa zikitumiwa na kundi la Twirwaneho katika nyanda za juu za Minembwe. Kwa mujibu wa maelezo yanayoambatana na video hiyo, mandaki hayo yalichimbwa ndani ya milima yanayounganishwa kwa njia mbalimbali ili kurahisisha harakati za wapiganaji bila kuonekana kwa urahisi. Eneo hilo linadaiwa kuwa linakuwa makao makuu ya operations za wapiganaji wanaohusishwa na Twirwaneho pamoja na washirika wao. Taarifa zinaeleza kuwa mandaki hayo yalijengwa kwa lengo la kuwapa wapiganaji kina dhidi ya mashambulizi ya anga, mabomu pamoja na ndege zisizo na rubani maarufu kama droni. Baadhi ya maeneo yaliyopo ndani ya mandaki hayo yanaonekana kuwa nafasi za kujificha, kuhifadhi vifaa vya kijeshi na kuratibu operation mbalimbali. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mtandao huo wa mandaki haupo katika eneo moja pekee, bali kuna madai kwamba mandaki mengine yanaendelea kuwepo katika maeneo tofauti katikati ya Minembwe. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi na mamlaka za serikali wala waangalizi uhuru. Iwapo taarifa hizo zitathibitishwa, zinaweza kuonyesha kiwango kikubwa cha maandalizi ya kijeshi yaliyokuwa yakifanywa na makundi yenye silaha katika eneo hilo. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mandaki ya aina hii hutumika kuongeza uwezo wa kujilinda wakati wa mapigano na kuruhusu wapiganaji kuendelea na shughuli zao hata wanapokabiliwa na mashambulizi makali. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa video ilizosambazwa pekee haiwezi kuthibitisha kwa uhakika umiliki wa eneo hilo wala matumizi yake ya zamani. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa kundi la Twirwaneho M23 wala mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuhusu uhalisia wa taarifa hizo. Wakazi wa Minembwe wanaendelea kutarajia kuendelea kwa hali ya amani baada ya miaka kadhaa ya migogoro ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha ambayo yamesababisha vifo, uharibifu wa mali na kuwafanya maelfu ya wananchi kuwa wakimbizi wa ndani. Tutazidi kufuatilia kwa karibu maendeleo ya taarifa hii na kuwafahamisha mara tutakapopata uthibitisho kutoka kwa vyanzo rasmi vya kuaminika. Tujielekeze moja kwa moja katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ni Kinshasa, ambako jeshi la polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeendelea kuimarisha operations za kupambana na uhalifu katika mji mkuu wa Kinshasa, ambako jumla ya watu 94 au 94 wanaoshukiwa kuhusika na makosa mbalimbali ya jinai wamekamatwa katika msako maalum uliofanyika Jumamosi tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamisheni ya mkoa ya polisi ya kitaifa wa Kongo mjini Kinshasa, operation hiyo ilifanyika katika mitaa ya Ndano, Paka Juma na Kawele iliyopo katika manispaa ya Limete. Polisi wanasema msako huo ulifanyika baada ya kupokea taarifa za kiintelijensia kuhusu uwepo wa watu wanaodaiwa kujihusisha na vitendo vya uhalifu katika maeneo hayo. Taarifa hiyo inaeleza kuwa miongoni mwa watu waliokamatwa wamo wanajeshi wawili pamoja na askari mmoja wa polisi. Hata hivyo, mamlaka hazijafafanua makosa yanayowakabili maafisa hao wa usalama wala kiwango cha ushiriki wao katika vitendo vinavyozungumzwa. Kwa mujibu wa polisi wa kitaifa wa Kongo, lengo la operation hiyo ilikuwa ni ya kuwabaini kuwaondoa watu wanaoshukiwa kuhatarisha usalama wa raia kupitia makosa mbalimbali ikiwemo uporaji wa kutumia silaha, ujambazi, biashara haramu na vitendo vingine vya kihalifu ambavyo vimekuwa vikisababisha hofu kwa wakazi wa Kinshasa. Baada ya kukamatwa, washukiwa wanatarajiwa kufikishwa kwenye vyombo vya uchunguzi ili kubaini kiwango cha ushiriki wa kila mmoja katika makosa yanayowekwa dhidi yao. Ni muhimu kusisitiza kuwa
Kwa mujibu wa sheria, watu wote waliokamatwa bado wanachukuliwa kuwa hawana hatia hadi pale mahakama itakapothibitisha makosa yao. Operations za aina hizi zimekuwa zikifanywa mara kwa mara na mamlaka za usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama sehemu ya juhudi za kurejesha utulivu katika maeneo yanayokumbwa na ongezeko la uhalifu. Serikali imekuwa ikisisitiza ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya dola kupitia utoaji wa taarifa sahihi zinazoweza kusaidia kuwabaini wahalifu. Wakazi wa maeneo yaliyofanywa operation wameeleza matumaini yao kuwa hatua hizo zitasaidia kupunguza vitendo vya uhalifu na kuimarisha usalama wa wananchi pamoja na mali zao. Hata hivyo, baadhi ya watetezi wa haki za kibinadamu wamekuwa wakihimiza kuwa operation kama hizi zifanyike kwa kuzingatia sheria na kuheshimu haki za msingi za kila raia. Tutazidi kufuatilia maendeleo ya uchunguzi huu na kuwafahamisha mara tutakapopata taarifa kuhusu matokeo ya operation hiyo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acheni kuongea moja kwa moja na habari zote za nchi nzima ya DRC kupitia Radio Okapi. Karibu. Radio Okapi. Okapi. Hamjambo tena wapenzi wasikilizaji wa Radio Okapi, karibu tena kwa habari yetu kwa lugha ya Kiswahili. Wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda pamoja na Marekani, Qatar, Togo na Kamisheni ya Umoja wa Afrika walikutana mjini London. Lengo ilikuwa ni kukagua matukio tangu mkutano uliopita wa kamati wa pamoja wa ufuatiliaji yenye ilionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mchakato wa mgomo wa kiraia na mapigano. Serikali ya Kongo imepongeza juhudi za wahudumu wa afya walioko mstari ya mbele kujitahidi kuokoa maisha ya wagonjwa wa Ebola jimboni Ituri na mahali pengine. Tutazungumzia pia mwisho wa mashindano ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuona namna gani ilipitikana mjini mkuu wa Kinshasa na pale Beni, Kivu ya Kaskazini. Na ni yote ndiyo muhimu ya habari yetu kwa lugha ya Kiswahili. Basi punde kidogo mtafata maelezo kamili. Naam, hamjambo tena wapenzi wasikilizaji wa Radio Okapi. Basi tuanze habari yetu na habari hii. Waakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda pamoja na Marekani, Qatar, Togo na makamishi ya Umoja wa Afrika walikutana mjini London siku ya Alhamisi kwa mkutano wa 6 wa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa makubaliano ya amani iliyohitimishwa Juni tarehe 27 mwaka 2025, ikikagua matukio tangu mkutano uliopita. Kamati ya pamoja ya ufuatiliaji ilioonyesha wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mchakato wa mgomo wa kiraia na mapigano na hatari ambayo zaidi za mapigano ya kiraia na drone. Hali ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni pamoja na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Katika taarifa iliyotolewa kwenye vututi ya Umoja wa Afrika, kamati ya pamoja ya ufuatiliaji ulikubaliana juu ya haja ya dharura hatua ya kumaliza mapambano. Huko Kivu ya Kaskazini, takriban watu 10 walitekwa nyara, wengine 2 waliuawa na mali kuporwa wakati ya Jumanne na Jumatano, wakati angalau matukio 6 ya usalama katika eneo la Ruchuru. Kulingana na mashirika ya kibinadamu ya eneo hilo, matukio haya yalijumuisha wizi wa barabarani, uvamizi na mapigano kati ya vikundi yenye kubeba silaha. Wanatoa wito kwa kurejea kwa utulivu katika eneo hilo.
Tujelekeze huko jimboni Ituri, huko kukiwa mlipuko wa Ebola. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepongeza juhudi za wahudumu wa afya walio kumstari wa mbele kujitahidi kuokoa maisha ya wagonjwa wa Ebola. Kulingana na waziri wa afya na usafi, zaidi ya wahudumu 12 wamepata ugonjwa huu wa Ebola tangu mlipuko wa ugonjwa huu uliotangazwa tarehe 15 Mei. Roger Kamba alitaja pia kisa cha hivi punde daktari umoja wa Kifaransa mwenye alikuwa akifanya kazi kwa shirika la Alima katika kituo cha matibabu ya Ebola ya pale Rwampara, ambaye alitambuliwa kuwa na ugonjwa wa Ebola kisha kupimwa huko Paris siku ya Jumatano. Tumfuate basi waziri wa afya Roger Kamba, ametafsiriwa hapa na Bernardin Nyangi. Huyu aliyekuwa muhusika wa kuamsha watu maututi mnamo shirika Alima kwenye hospitali ya Rwampara ni kisa halisi cha mawasiliano kilichothibitishwa. Niliwahi kujionea mwenyewe kazi yao moja kwa moja. Hali inaonyesha kwamba hata kwa mtu mwenye uzoefu kama yeye, makosa yanaweza kutokea baada ya wiki au miezi ya kazi. Tulimfuatilia daktari huyu ambaye alikuwa amemaliza muhula wake nchini Kongo na baadaye kurejea Ufaransa. Alipitia Kinshasa mnamo Juni 19 kabla asafiri kwenda Ufaransa tarehe 22 kupitia uwanja wa ndege wa Njili. Hakuonyesha dalili yoyote, kwa hivyo hakuwa wa kuambukiza. Alipimwa kwenye uwanja wa ndege na hakuwa na homa. Nikiisha kufika Ufaransa ndipo alianza onyesha dalili, na sababu yeye ni mganga na anayefahamu dalili hizo za Ebola, alijielekeza mwenyewe hospitalini na kupimwa na matokeo yakathibitisha. Tubaki tu kwa habari ya afya. Mtafahamu ya kwamba shirika la afya duniani limetangaza kuzidua majaribio ya kimatibabu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wiki ijayo. Tiba mbili zinazowezekana za Ebola zitajaribiwa wakati ugonjwa inaendelea na kutembea. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, mkurugenzi mkuu wa OMS Tedros Adhanom alithibitisha kuwa maandalizi ya kesi hii sasa yamekamilika. Tufate maoni yake kitafsiriwa hapa naye Paulin Munanga. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa OMS, majaribio hayo yatakaridiwa iwapo dawa mbili za kupunguza makali ya virusi zinazotumiwa peke yake au pamoja zinaweza kusaidia kupunguza vifo vya wagonjwa walio na ugonjwa wa virusi vya Budimbujo. OMS ilishukuru Marekani na Gilead Sciences kwa kuchangia dozi kwa ajili ya majaribio hiyo. Mkurugenzi mkuu wa OMS hueleza kwamba pamoja na washirika watatangaza habari zaidi wiki ijayo. OMS na washirika wake wanafanya kazi pamoja karibu na jamii ili kuwajulisha na kuwashirikisha katika majaribio. Pia anahakikisha kwamba jamii zitapata matibabu ikiwa yatathibitisha kuwa salama na yenye ufanisi. Hatimaye OMS ilisema kwamba majaribio haya yatafanywa na muungano wa washirika ikiwa ni pamoja ya taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya kibiolojia ya DRC Alima na chuo kikuu cha Oxford, pia OMS. Upatikanaji wa maji safi ya kukunywa umekuwa tatizo kubwa. Bomba za Regideso zimekauka kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Wanakabiliwa na maji safi hii ambao hawajue kushuhudiwa. Waraia wanashota maji ya visima, ingawa maji yanayopatikana ahiko vizuri kwa matumizi. Kila siku wanawake na wasichana usafiri sehemu ya mbali kwa kutafuta maji. Ripoti yake Andre Katenge ikitafsiriwa hapa naye Florence Kiza. Wakiwa wamebeba jeri, beseni na ndoo, wanawake na wasichana wadogo wanarandaranda katika vitongoji vya Kananga kutafuta maji. Chanzo cha hali hii ni kusitishwa kwa huduma za maji na Regideso kwa zaidi ya wiki mbili. Kwa hivyo mistari mirefu huunda kwenye chemchemu na visima. Wakati mwingine mtu lazima asubiri saa kadhaa ili kujaza hata bido moja. Karibu na uwanja wa mpira
mpira wa machinjio kwenye kisima cha maji. Elene Chambu anasubiri zamu yake. Amenena kwamba wameteseka kwa kupata maji. Tayari yeye amekuwa hapo kwa saa 5 na hajui ni lini ataweza kurudi kwenye nyumba kuhudhuria kazi nyingine. Ili kuepuka kupoteza muda, baadhi ya wanawake hujihatarisha kuelekea kwenye vyanzo vya maji asubuhi sana au siku sana. Hivi ndivyo ilivyo kwa Brigitte Mbombo, yeye ni mkazi wa Karta Chisambi. Wakazi wengi wanatumia maji yenye ubora unatilia shaka, ingawa hatari ya magonjwa yanatokana na maji ni ya kweli. Kufikia sasa hakuna jibu rasmi kutoka kwa Regideso. Wakikabiliwa na mzozo huu, idadi ya watu inataka uingiliaji kati wa haraka kutoka kwa mamlaka ya mkoa na kitaifa. Tuendelee na habari yetu kwa lugha ya Kiswahili. Vikao vya mashindano ya taifa ya mwaka 2026 zilimalizika Alhamisi hii kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjini mkuu wa Kinshasa, katika vituo vya mashindano vilivyopo katika Institut ya Gombe na Lycée Busangani katika wilaya ya Gombe. Wanafunzi walitosha mahoni yao baada ya siku 4 za mashindano. Takriban wote wana matumaini ya kufaulu licha ya kukumbana na matatizo fulani hasa wakati wa karatasi maalum za mitihani. Alhamisi hii tu, siku ya mwisho ya kikao cha mitihani ya taifa katika mji wa Beni, vituo 18 vya mashindano, wanafunzi wenye kuwa katika mwaka wao wa mwisho wa masomo wanaonesha dalili za matumaini na kujiamini kuhusu mitihani yenye kuisha. Zaidi ya hayo, agizo kutoka kwa mamlaka za manispa linalokataza utuvo wakati wa mwisho wa mashindano hii linazingatiwa kwa kiasi kikubwa licha ya matukio machache pekee. Mfuate basi maelezo kamili naye Mark Marofimbo. Ilitimu saa 3 asubuhi tayari wanafunzi wa kwanza walikuwa nje ya vyuo vyao vya mitihani, ikiwa mjini Beni masenta 18 ziliwapokea wanafunzi 6275, miongoni mwao wasichana 3311. Ingalao mitihani zote hazikukua sawa, wanafunzi hawa wanatarajia mema tu na kushinda, ila kipindi cha hesabu na zinazofanana nazo ndizo ziliwadunga kidogo. Hata hivyo hawa wana matumaini. Tunavikoshe tunaviachia na Mungu naye kwa baraka. Yenye naja tu satoke. Siku ya 3 jioni, kiongozi wa mji alitoa angalisho na tahadhari mkali sana kwa wanafunzi watakao subutu kujiweka katika vitendo visivyo stahili. Ikiwa maagizo haya yaliheshimika vema na wanafunzi, kuna vurugo vilivyoonekana huko Butili, ikiwa wanafunzi wamoja walinyangulana na wana university waliokuja kuwanyang'anyia vifaa vyao vya kipekee kwa kingufu. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Nani hapa ndipo tumefika mwisho wa habari tu kwa lugha ya Kiswahili. Basi tufuate mpango wetu wa pili, nawe Rosalie Zawadi. Radio Kapi. Invité en Swahili. Katika sherehe ya siku ya samaki duniani inayoadhimishwa Juni 24, wataalamu wa afya mjini Beni wanawataka wakaaji kutumia vema samaki katika malisho yao. Wanabainisha kuwa samaki ni chanzo muhimu cha proteini ya wanyama, muhimu kwa kuimarisha mfumo wa kinga na kuonyesha faida zake nyingi kwa kusaidia watoto kukomaa vizuri. Dr. Baba Mutuza, mkurugenzi wa tiba wa kliniki ya Dieu et Grand huko Beni, anatoa mafasirio katika mahojiano haya na Mark Marofimbo. Daktari Baba Mutuza, jambo. Jambo. Sikukuu ulimwenguni ya kukumbuka umuhimu wa samaki ndani ya afya ya mtu. Tuanze kwanza na kuelewa ni nini umuhimu kiafya ya samaki ndani ya mwili ya mwanadamu. Samaki inakuwa ya lazima sababu samaki inakuwa ni tunaita maasidi amine ama protein. Ni yao inasaidia mwili kupigana na magonjwa. Ni yao inatukinga. Samaki inakuwa pia na hiyo wanaita vitamin D ambayo inasaidia mifupa kujifanya sawa sawa na kukua kabisa nguvu. Na kisha inakuwa na hiyo wanaita mafuta ambayo mwili inakuwa nayo haja. Hiyo wanaita omega 3 ambayo inajaa na vitamin A na vitamin E ambayo inasaidia kichwa ama cerveau, bongo ya mwanadamu kutumika sawa sawa. Inasaidia pia roho kwa kutumika sawa sawa ili ya kupana damu kwa viungo vingine. Daktari, tuongele kwanza samani ya samaki kwa watoto wachanga wanaokomaa ngali. Wakati watoto wanakomaa wanakuwa na haja ya vitu yote lakini kwa wingi, sababu mwili yao inaomba kila kitu ili wague sawa sawa. Sababu kama wanakula samaki, unaona hiyo
omega 3 inasaidia akili yao ifunguke. Ni kusema mtoto anakomaa na akili yake inafunguka. Inasaidia pia kukinga hiyo wanaita bongo ama cerveau na magonjwa fulani. Inasaidia pia roho ya mtoto itumike sawa sawa, isigonje mbele ya wakati. Na inasaidia mtoto kumukinga na magonjwa fulani sababu hiyo proteini ndio inasaidia mwili ya mtoto imukinge magonjwa sawa vile wanaita kwashiorkor wala marasme, ngine magonjwa fulani ambayo inaweza mtoto anaishiwa damu na inaweza tuma hata mtoto anakufa. Sasa Dr. nini inaweza kuwa matokeo mabaya kwa mtu ambaye hatumie samaki sana ndani ya maisha yake? Afya yake itakuwa na shida gani? Anaweza kuwa roho inagonjwa, mishipa kidogo inafungana, anaweza fanya magonjwa ya roho, anaweza fanya hypertension ama tension ya kupanda, anaweza fanya magonjwa ya kichwa, anakuwa na sababu zaidi, hata pia AVC anaweza fanya. Kwa watoto wadogo wanaweza fanya wanaita bwaki, sababu akule samaki anaweza gonjwa bwaki. Kwa sababu kuna kwa magonjwa mingi ambayo yanaweza kutokana na kutokutumizia samaki. Kuna watu wanasema nyama kiganga inasemeka kwamba nyama ya mekunda inaleta magonjwa nyingi kumwili. Sasa mtu akatumia samaki sana, haitakuwa na madhara pia? Kuna kwa magonjwa wanaita guts. Ngusi ni kusema hiyo déchet ya nyama tunakula inikala kwenye mifupa katikati ya articulation. Wakati tunaambia kwa watu waache hiyo nyama, tunaambia kafanya nini? Wakunywe tu samaki. Sababu samaki inakuwa nyama mweupe ambao haina hiyo wanatama troponine kwa system technique, yani inaweza kuzuru afya ya mwanadamu. Ningesema kwa kweli katikati ya kuchagua nyama nyekundu na samaki, kiganga hiyo inakuwa waziwazi leo inakuwa muhimu kula samaki kupiti parapora nyama mwekundu. Yani hata mtu mzima anabidi tu akule samaki, excess yake haitafanya kitu mbaya kwa afya. Chakula yote inaomba inakuwa equilibre. Kitu tulisema inaomba kuwa equilibre, ni kusema inaomba kunakuwa hiyo wanaita protein, inaomba kunakuwa hiyo wanaita lipid, hiyo wanaita proteins na mavitamini. Kusema wakati atakula samaki hata kula leo paka siku ya mwisho wa mwezi atakuwa na badili polepole, lakini samaki itakuwa ndani, itakuwa mzuri zaidi. Dr. Baba, tunakushukuru sana. Asante sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kuhusu kujikinga na ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Maniema, mashirika Umoja ni Maendeleo na Action contre la Marginalisation ziliendesha juma iliyopita uhimizaji wa makundi mbalimbali ya wakaaji. Kulingana na waandaaji, lengo ni kuchangia, kuzuia, pia kugundua kesi mapema katika jimbo hilo. Kupitia shughuli kama hizo, mashirika haya mawili yanalenga kuboresha maarifa ya walengwa na kuhimiza kupitishwa kwa tabia za kuzuia ili kupunguza matukio ya ugonjwa huo. Hii hapa ni ripoti yake Florence Kizalunga. Modili kadhaa za ugonjwa wa virusi vya Ebola zilitengenezwa ili kuburudisha kumbukumbu za washiriki. Hii ilifanyika ili kuwatayarisha, kanena Daktari Bushiri Mustafa, mmoja wa wawezeshaji. Dans le cadre ya surveillance tulikia kuonesha ba participants namna gani wanaweza kujikomporter malgré que atakuwa na hata moya ya maladie ya virusi ya Ebola. Tulikuya ku renforcer makapasite ya batu juu ya surveillance, na kama kweli tunapata kama moya namna gani watu wanaweza kujikomporter. Washiriki kama mtaalamu wa vyombo vya habari Dexon Asani Kamango amenena kwamba wamepata nyenzo muhimu ili kuongeza ufahamu ndani ya jamii. Tunashukuru sana kwa sababu tumechuma mafunzo mingi kuhusu hii magonjwa ya Ebola, na sisi kwetu inakuwa ni matiere kwa sababu itaturuhusu na sisi tuanze kuhimiza wasikilizaji wetu wa maredio mbalimbali, kwa sababu wakati ile magonjwa yanaweza fika jimboni Maniema, tukue na namna ya kuweza kuitupilia mbali sana na isiwezi kufanya utata zaidi na zaidi ndani ya jimbo la Maniema. Mawakala wa mpango wa usafi wa mpaka wa kitaifa wakishiriki katika mafunzo haya kwa mara ya kwanza wameahidi kuboresha mbinu zao za kazi. Sakodi Yunusa: ndiyo ni mara yetu ya kwanza kushiriki mkikao hiki kwa magonjwa ya Ebola. Ni ya lazima sana kwetu sisi, ni ya faida kwa sababu baada ya mafundisho haya tunapokea tena namna nyingine ya kuimarisha kazi zetu kwenye milango za kuingia kwa province. Idara ya afya ya mkoa inapongeza waandaaji na kuahidi msaada wake. Daktari Shabani Kiamuteba: vikao hivi ni
vinaonyesha kama tuko tunajitayarisha. Wakati wote kuna kama epidemi, kuna kwa kipindi cha matayarisho na kipindi cha kuangalia namna gani mnaweza kutumika juu ya kuponya wagonjwa. Sisi kwetu tutakuwa na wagonjwa, tulishajitayarisha. Na epidemi yote kama population kwa sensibiliser bakaitika tu na banatunga mikono, nadhani hakutakuwa magumu fulani ya zaidi. Waandaaji wanaomba usaidizi thabiti ili kuhakikisha uendelevu wa aina hizi za shughuli. Biju Sengamiza Bandi, coordonata wa kigundi cha Umoja ni Maendeleo. Tunangojea kwa kupitia hii kikao ambayo tunafanya julisha population ke magonjwa ambayo iko ku maprovince jirani ni hatari sana. Ndio maana tunalilia bengine batuunge mkono. Nimeripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi. Aksanti sana Rosalie Zawadi. Tunasema aksanti tena kwa wapenzi wote wasikilizaji wa Radio Kapi, tu radio ya amani. Mimi naitwa kwa jina la Martial Kizabiamungu. Tutakutana siku ijayo kwenye Radio Okapi. Nani hapo ndipo tunapotimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026. Asante kwa kuungana nasi paka mwisho. Tukutane katika taarifa zetu za habari za uchambuzi mchana wa leo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026. Jina langu ni Ite Idi George. Asante.